Basi imempendeza Mungu injili Yesu Kristo abirie mahali hapa. Mungu aliyeziumba mbingu na hata nchi, Abrahamu, Isaka na Yakobo, nenda ukanene sawa na ninavyokupendeza Bwana, na kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ya kitabu ni cha Luka 13 mstari wake ukiwa ni 3. Luka 13 mstari wake ukiwa ni 3. Maneno ya Yesu Kristo haya. Yesu ananiambia, Yesu anakuambia, la hasha, nyinyi nanyi msipotubu mtaangamia vivyo hivyo. La hasha, nyinyi nanyi msipotubu mtaangamia hivyo vivyo. Ni watu gani wanaangamia? Ni watu ambao watubu dhambi zao. Yesu anasema mtu yote ambaye atubu dhambi zake, huyo mtu ataangamia. Mungu anasema watu watii mamlaka. Neno la Mungu linasema watu watii mamlaka. Mungu anasema kama utatii mamlaka utaangamia. Warumi 13 mstari wake ni wa kwanza. Warumi 13 mstari wake ni wa kwanza. Kila mtu na atii mamlaka inayotawala. Hapa feri kuna mamlaka. Wewe nani? Hapa feri kuna mamlaka. Mungu anasema kwa neno lake, kila mtu atii mamlaka inayotawala. Warumi 13 mstari wa kwanza. Feri kuna mamlaka inatawala, na Mungu anasema kwa neno lake, yeye ndiye ameweka hiyo mamlaka. Ukivunja mamlaka ya feri, umevunja mamlaka ya Mungu. Ona kuwa mnafiki. Angalia wewe. Usifikirie utaingia mbinguni na wakati mamlaka hapa duniani unavunja. Ona kuwa mnafiki. Saa zingine feri imejaa, unaambiwa usuke, ondoka. Inachukua muda gani? Uko na kiburi. Unakuwa mtoto wa ibilisi. Au unaheshima wewe nani? Wewe uko na nyumba yako, nyumbani kwako una heshima. Wataka heshima nyumbani kwako. Feri pia Mungu anasema, Warumi 13 mstari wa kwanza, mtu atii mamlaka. Ona tii mamlaka nyumbani kwako. Mbona feri utii mamlaka? Uko na kiburi. Weza kuwa waonekana mtu wa dini nje, lakini kile kiko ndani yako ni cha ibilisi. Tubu, geuka kwa njia mbaya. Mungu akai na watu ambao hawako na discipline. Shetani alikuwa mwana wa Mungu. Shetani anaitwa Lucifer. Shetani alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa malaika. Shetani alipokosa discipline, alitolewa mbinguni akatupwa. Wewe wajaferi, Mungu anasema kwa neno lake, Warumi 13 mstari wa kwanza, kila mtu na atii mamlaka inayotawala, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Nazo mamlaka zilipo zimewekwa na Mungu. Mungu anasema ili lango kufungwa ni Mungu ameweka hivyo. Ili lango lifungwe Mungu ameweka hivyo. Ukisikia sauti, mtoto wa ibilisi, ukisikia sauti nakwambia ondoka, ukiambiwa ondoka, jua ni mamlaka. Wataka kuingia peponi na maisha yako ni machafu, kana babako ibilisi. Mungu anataka watu ambao kwa discipline, watu watiifu. Mungu hawezi chukua kinyangarika ambacho akikusikia duniani akiweke peponi. Kufanya nini? Lazima utubu, geuka kwa njia mbaya. Lazima utii mamlaka inayokutawala. Ukiingia kwa bodaboda, yule bodaboda pale amepewa mamlaka kuambia songea nyuma ama suka. Amepewa mamlaka. Ukiingia kwa matatu kuna mamlaka. Jifundishe kutii mamlaka na kugeuka kwa dhambi na kumwamini Yesu Kristo. Jifundishe kutii mamlaka. Weka kiburi chako chini. Weka kiburi yako chini. Jifundishe kutii mamlaka kwa kutubu dhambi na kumwamini Yesu Kristo. Mungu anataka toba. Jifundishe kutii mamlaka. Warumi 13 mstari wa kwanza. Wewe usiingia mbinguni kama utii mamlaka ya duniani. Wewe unakuwa mnafiki. Mungu anataka toba. Geuka kwa njia mbaya. Mungu anataka discipline.
na yote inapatikana kwa Yesu Kristo. Kama una Yesu Kristo, maisha yako yatakuwa mabaya, utakuwa indiscipline, utaishi maisha ya mwili. Mungu anakuambia jifundishe kutii mamlaka. Geuka kwa njia mbaya, wachana na njia mbaya. Uzinzi ni indiscipline, violence, vurugu, matusi. Mungu anakuambia jifundishe kutii mamlaka. Kama huwezi tii mamlaka ya feri, mbinguni huwezi tii chochote. Utaingia jehanamu mnafiki wewe. Geuka kwa njia mbaya, jifundishe kutii mamlaka inayokutawala. Jifundishe kutii mamlaka inayokutawala. Kama huwezi tii mamlaka ya feri, huwezi tii mamlaka ya Mungu. Geuka kwa njia mbaya na umwamini Kristo Yesu. Dhambi yosho upewe mamlaka ndani. Mungu anakuambia tii mamlaka. Jifundishe kutii mamlaka. Jifundishe kutii mamlaka. Hawezi vunja mamlaka ya fedha alafu tarajia uingie mbinguni. Ufanye nini? Uende kufanya nini? Mungu anataka toba na imani kwa Yesu Kristo. Jifundishe kutii mamlaka. Jifundishe kutii mamlaka inayokutawala.